Yesu asifiwe. Amen. Tuko na kichwa cha ujumbe ambacho kinasema kujiimarisha kimaisha bila msaada wa binadamu ama wa mwanadamu. Amen. Amen. Kuimarika kimaisha bila msaada wa mwanadamu. Kujiimarisha kimaisha kwa kumtegemea Mungu badala ya wanadamu unaonyeshwa katika Biblia kupitia kumtumaini Bwana peke yake. Yes. Kutafuta hekima kutoka kwa Mungu na kuweka mizizi yako katika neno la Mungu. Amen. Amen. Hapa niko na kanuni tatu. Kanuni nne za kiBiblia ambazo zinaelezea jinsi ya kujitegemea kwa kumtegemea Mungu. Amen. Jinsi ya kujitegemea kwa kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Juhudi za maisha katika afya ama katika mapato ama katika ustawi ama katika kutajirika ama katika jamii ama ukiwa umekosa amani, unaweza kumtegemea Mungu kwa kupata amani, kwa kupata pesa, kwa kupata kazi, kwa kupata furaha, kwa kupata mali, kwa kupata nguo, kwa kupata chakula, kwa kufaulu kimasomo, kwa kufaulu katika maisha. Everything that you desire it in a godly manner. Bwana asifiwe sana. Amen. Saa ingine inakuanga na challenge wakati unataka kumtegemea Mungu lakini uone msaada wa Mungu kwa sababu macho yako ya kiroho hayaonyeshi ama hayaoni. Unasema mimi nitafaulu vipi? Maana sasa nikiangalia naona giza limetanda mbele yangu. Nikiangalia naona afya yangu imezorota. Nikiangalia naona mapato yamezorota. Nikiangalia naona hakuna riziki. Nikiangalia hata katika ndoa naona giza. Kufaulu katika hayo yote kunahitajika sana wewe upate kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaweza kudanganyika, maana maandiko yanasema ya kwamba moyo wa mwanadamu una ugonjwa wa kufisha. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko kitu chochote. Bwana asifiwe. Amen. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko chochote hapa duniani. Unaweza kudanganyika ukaacha mke wako. Unaweza kudanganyika kwa mambo uliyopitia ukaacha mume. Unaweza kudanganyika kwa aibu unayopitia shule. Kila wakati wewe uko nyuma, wewe ni mkia. Ukiangalia nyumbani hata umetoka hakuna uji, hakuna chakula, hakuna chai, ukavunjika moyo. Watu wakafikiria kwenda kupata mume mwingine ama mke mwingine ama kutafuta msaada kwa waganga ama kutafuta msaada kwa njia ya starehe. Hakuna mahali unapata ushauri wa kiungu wa kutegemea mwanadamu. Maana hata ukienda kwa mganga ni mwanadamu. Ukienda kwa wazee wa mtaa, wao ni wanadamu. Ukienda kwa wazee wa nyumba kumi, wao ni wanadamu. Ukienda kwa mchungaji, yeye ni mwanadamu. Ukienda kwa rafiki yako wakati, yeye ni mwanadamu. Ukienda kwa mtu ambaye ni wa karibu, yeye ni mwanadamu. Ukienda kwa mzazi, yeye ni mwanadamu. Ukienda kwa mtu ambaye unafanya kazi na yeye ama ni jirani yako, yeye bado ni mwanadamu. Lakini msaada ambao unaweza kusaidia na kufaa unatoka kwa Mungu peke yake. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine tunapungukiwa na mambo fulani katika maisha, tunavunjika moyo. Tunapovunjika moyo tunakwazika na kukata tamaa. Lakini muimbaji
mwimbaji aliimba huu wimbo akasema hivi, uniongoza Mwokozi, ndipo nami ufurahi. Niendapo pote napo ataniongoza papo kuongoza, unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana nawe Kristo aniongozaye. Na hapo Bwana akasema pengine ni mashakani, nami pengine ni rahani, siradhi ijayo yote yupo pamoja naye. Ndio sababu akikuongoza Mungu anakushika. Ukimtumania Mungu katika maisha, ukimtumania Muumba wako katika lolote, hautakosa kufaulu, hautaaibika kabisa. Lakini ukipata wanadamu watakuaibisha, ukipata binadamu watakuaibisha, kama ni wazazi watakuaibisha, ni wazee wa mtaa watakuaibisha, ni mabeste watakuaibisha, ni marafiki pia watakuaibisha. Utakuta maneno uliyoyasema yametoka yakaenda kwa watu. Lakini Mungu unapomtegemea katika maisha, Mungu hachelewi, Mungu hawai, Mungu hatoi siri zako, ila Bwana anakutia nguvu. Amen. Maandiko yanatutia nguvu. Lakini naye mwimbaji hapa akasema, mkono akinishika kamwe sitanung'unika. Mara nyingi Mungu anakushika mkono, lakini tunabaki tukinung'unika kwa sababu katika mioyo yetu tunadhani kwamba kushika mkono na mtu ni mpaka usikie umeshikwa. Unajua kuna watu wanajuanga mpaka afanye nini? Ashikwe, asikie ameshikwa. Hata wengine wanasema nishike mkono bwana, lakini hawasikii wanashikwa. Na wakitoka hapo kanisa kusema amen wamesahau, na wanaenda zao wakiwa wamesahau kama aliambia Mungu afanye nini? Awashike mkono. Bwana asifiwe. Amen. Kanuni za kibiblia za kujitegemea kwa kumtegemea Mungu ama kumhusisha Mungu. Maana haufai wewe mwenyewe unategemea wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Yeremia mlango wa 17. Yeremia mlango wa 17 inasema hivi kuanzia fungu la 5. Inasema Bwana asema hivi, si mimi ninasema. Nataka tuelewane. Yeremia mlango wa 17 fungu la 5. Inasema hivi, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake moyoni mwake. Unaona, unategemea mwanadamu, amelaaniwa mtu kama huyo. Lakini maandiko anasema amelaaniwa, ni Mungu anasema kwamba umelaaniwa wewe ambaye unategemea waganga na wengine wanategemea wachawi ili waroge watu. Maandiko anasema kwamba Mungu anasema amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Mungu anasema mtu kama huyo moyoni mwake amemwacha nani? Mungu. Amen. Amen. Moyoni mwake amemwacha nani? Bwana. Fungu la 6. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo na ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Bwana asifiwe. Amen. Mtu kama huyo
atakuwa kama fukara nyikani. Ukiona mtu anatembea nyikani, kama kuna video zingine ukiangalia za kule sehemu ambazo ni nyikani, watu wanatembea mahali kuna vitu kama changarawe, mchanga kama changarawe, hata kutembea ni shida, vumbi linakupiga linaingia kwa macho, hata uoni mbele, hakuna mti mahali unaweza jificha jua. Sasa wewe ni kuiva tu ukiumia peke yako. Sasa maandiko yanasema mtu kama huyo atakuwa kama fukara nyikani, maana hataona yatakapotokea mema. Mema kweli yatatokezea, lakini Mungu hatamuelekeza na hata yaona. Maandiko yanasemaje? Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema. Kwa hiyo wengine wataona mema yakitokezea, lakini yeye hataona yatakapotokea mema. Hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo na ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Fungu la 7, lakini Mungu anasemaje? Fungu la 7 anasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea nani? Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi huenea namna hii, uenezao mizizi yake katika mto, karibu na mto. Maandiko yanasema kwamba katika verse 8 part B, hautaona hofu wakati wa hari ujao, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana asifiwe sana. Amen. Hautaacha kuzaa matunda ukiendelea kumtegemea Bwana. Wapendwa, nikwambie, ukimtegemea Mungu kwa lolote, unaweza kosa kazi, unaweza haribikiwa na maisha, unaweza kosa mapato, unaweza kosa riziki, mpaka majirani wakakuona wewe ni ombaomba, mpaka hata maduka ya hapo karibu akawa wakikuona wanasema yule mama ndiye yule wa kukopa, yule mzee wa kukopa, yule mtoto wa kuombaomba, hawa ndio yule. Lakini sasa wewe ukimtegemea Bwana, utakuwa kama mti uliopandwa kando ya mto unaoeneza mizizi. Hautaona njaa wakati wa ukame, tena utazaa matunda katika majira yake. Bwana asifiwe. Amen. Maana Waswahili nasema hivi, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kurudisha, nani awezaye kujua? Mungu anasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumtegemea Bwana ni bora sana. Yes. Pointi namba 1 inasema kumtegemea Mungu. Point number 1, kumtegemea Mungu. Inasema amelaaniwa amtegemea mwanadamu, bali amebarikiwa yule anayemtegemea Bwana kuwa tumaini lake. Ukitegemea mwanadamu, ukitegemea wazazi, ukitegemea marafiki, ukitegemea mabeshi, ukitegemea majirani, ukitegemea watu ambao ni wakubwa katika serikali, umelaaniwa. Maandiko yamesema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, anayemfanya Bwana kuwa kinga yake. But sometimes we should understand that the word of God is very open and very wide. Mungu anaongea, anasema kwamba watu wamtegemee. Mara nyingi tunakuwa hatutegemei Mungu kwa sababu hatujui kwamba yale mazuri yatakuja lini.
tunaona ni kana kwamba Mungu anachelewa. Tunataka majibu ya haraka. Ni kweli yale majibu ya haraka tutayataka, lakini kuyapata utadanganyika. Bwana asifiwe sana. Amen. Usikubali kudanganya. Wapendwa, tena na washauri na waambia, weka imani yako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie weka imani yako kwa Mungu. Weka imani yako kwa Mungu. Mwambie mtegemee Mungu wako. Tegemee Mungu wako. Mwambie tena usitegemee wanadamu. Usitegemee wanadamu. Good. Point number 2. Kupata hekima. Point number 2. Kupata hekima. Bwana asifiwe. Amen. Hekima ni ufahamu wa kufanya mambo kwa ufasaha. Hekima ni nini? Ni ufahamu kwa kufanya mambo kwa ufasaha. Huu ufahamu ambao unatajwa kuwa hekima unafaa kwa binadamu. Katika kitabu cha Yakobo mlango wa 1 fungu la 5 inasema, Yakobo mlango wa 1 fungu la 5 inasema hivi: lakini mtu wa kweli akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Amen. Amen. Mtu wa kweli akipungukiwa na hekima, mzazi wako akipungukiwa na hekima, mtoto wako akipungukiwa na hekima, rafiki yako akipungukiwa na hekima, nyanya yako ama babu yako akipungukiwa na hekima, Mungu anasema aombe nini? Dua. Kwa nani? Kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala yeye hakemei. Amen. Unapokuwa na mahitaji katika maisha, ni kweli unahitaji kupokea haja ya moyo wako, lakini unapohitaji kupokea haja ya moyo wako, ni yale majibu yaweze kukuridhisha kwamba hujapungukiwa katika kile ulichokiamini. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza tegemea kitu kika let down. Nasema hivyo kwa Kizungu, sio? Kikakufanya nini? Let down. Bwana asifiwe. Amen. Kiswahili ni kusemaje? Unaweza tegemea mtu akafanya nini? Hatujui Kiswahili, nasema mara amenifail. Situongee Kiswahili ama nyinyi wazungu? Bwana siyasikia mimi ukiongea Kizungu hapa na mnashika kuongea Kiswahili. Kama anafanya zote mbili. Anakuangusha, anakulemaza, anakuumiza, anakuaibisha mwanadamu. Lakini ukiwa na subira ambayo inatoka kwa Mungu, subira ya matumaini, subira ya imani, unaamini kwamba Mungu atatenda. Amen. Amen. Unajua hiyo ndio hekima Mungu anaongea kuhusu katika kitabu cha Yakobo, ya kwamba mtu wa kweli akiwa amepungukiwa na hekima, hekima hii ya kufahamu kwamba Mungu atatenda kwa majira yake. Yes. Bwana asifiwe. Sisi tunataka Mungu rusha moto, anarusha moto. Mungu rusha kiberiti hapa, kinaanguka hapa. Mungu rusha troza ya jinsi hapa, troza ya jinsi inaruka hapo, inaanguka hapo. Mungu unataka pilau, sahani ya pilau inaanguka hapa. Unakula pilau na baba unaenda zako. Mungu angusha pilau na kachumbari. Sasa ukitaka pilau na kachumbari, kuna hatua za kutengeneza. Jumapili tulisoma that we should trust the process. Yes. Trust your process. That unataka kutengeneza pilau, unaanza kufanya nini? Ukitaka kutengeneza pilau, unaanza kuwasha moto kwanza? Hapana, unaanza kufanya nini? Twende pamoja sasa. Unaanza kufanya nini? Umenyamaza na mnapikanga pilau kila siku, hata jana siku mlikula tunafanana pilau. Si mnaanza kutengeneza mchele? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Unatengeneza nini kwanza? Ondoa mchele. Unaandaa spices. Spices ni viungo, sio? Viungo utaviandaa vinakuwa tayari. Na kuwa na mafuta tayari, unakuwa na mchele. Mchele pia unafanya nini? Udondoa. Ni kudondoa ama ni kukagua? Kudondoa, sio? Unaona? Alafu ukimaliza unahakikisha uko na maji, uko na mafuta ya kupika, uko na kitunguu, uko na vitu vyote, si ndio? Alafu na sufuria ambayo itatosha. Alafu unakisha pia uko na nyanya. Bwana asifiwe. Unakisha pia uko na tomato. Mbona wengine muongei? Hapa mimi nafundisha kutengeneza pilau. Unahakikisha uko na nini? Tomato, uko na kitunguu maji ya kutengeneza kachumbari. Unahakikisha uko na pilipili hoho kama unapenda, si ndio? Alafu na dania, unaona? Alafu unahakikisha hiyo kachumbari, hiyo pilipili nini? Sio pilipili, inaitwaje ile? Kuna ile inafanywa hivi na chumvi mpaka inalegea kabisa. Ni nini hizo? Roiko haifanyi hivi bwana. Nini? Sasa ile ya kurusha hivi, wachana hizo vitu bwana. Umepitwa na wakati hizo. Hizo za watu ambao hawakusoma Roiko. Sikia? Roiko ni za watu ambao hawakusoma. Watu wamesoma wanapiganga vitu bila Roiko na kwamba vidole hivi. Unaacha mwenyewe hapo. Na umeshiba. Bwana asifiwe. Nikija kwako usiniwekee Roiko kwa chakula. Tengenezee fresh. Kama ujui na bia sasa hapa mtu wa Mungu umekuja hapa tutengeneze. Nikuonyeshe mambo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Tunaona mimi naanza kumeza mate wale wananijua. Bwana asifiwe sana. Amen. So ile kitunguu unachanganya na chumvi ushatengeneza sasa pilau yako iko tayari unapika na ukaendelea ile nafanya ile unaendelea pale juu. Pale kabla makaa unaendelea nini juu ya sufuria? Atendo. Funiko. Sinia. Haya sinia, funiko, wekelea kile unawekelea alafu juu unawekelea makaa. Alafu unachukua dakika ngapi ndio hiyo pilau iko tayari? 10 to 15 minutes. Okay, na kwa 10 to 15 minutes. Wengine 2 hours kama unangoja baadaye utakula, si ndio? Si ndio? Siku ile kulikuwa na ordination yako si ile leo hapo how many hours? 6 hours. Si ndio? Ilikuwa fire. Ilikuwa fire ama ilikuwa fire? Ilikuwa fire. Bwana asifiwe. Amen. Na kachumbari katengenezwa mpaka inanegea kabisa. Sasa alafu unaweka pilipili hapo, si ndio? Kuna pilipili wanatengeneza na nini? Wanatengeneza na ile maembe mabichi, si ndio? Sasa unaona vile mnaanza kumeza mate. Sasa sikukuu iko karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu amelala. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hiyo process ndio watu wengi wanakosa hekima ya kungojea hiyo process. Mtoto amesikia kwamba kunapikwa pilau, anaanza kumwambia mama pilau. Itaiva baada ya masaa mangapi? Tena ikiwa napikwa ni mwanamke inachukua 2 hours. Wanaume wanapika kama hours. Katenga alimtengeneza pilau hapa zingine 40 minutes akatoa. Ukarua 2 hours kama inakuwa na mama. Na mtoto wako hapo, mama pilau, na hata haijachemka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Process. You trust the process. Ile hatua mpaka pilau iive, mpaka chumbani ikuwe tayari, na vyombo vioshwe, na chakula ipakuliwe, sasa iletwe kwa meza, na kale kachumbari na wekewe hapo. Waandaa meza mbele yako. Machoni pa nani? Wateja. Umelipaka mafuta wapi? Kichwani. Na kikombe chako kina nini? Kinafurika. Sasa ile process kuingojea watu wengi ndio hatutaki, tuna haraka. Sasa ile hekima ya kungojea hiyo process ikamilike, ndio sasa Mungu anahitaji kuwa hekima. Kama mtu wa kwenu ana ufahamu, ana hiyo hekima ya kungojea mpaka wakati wake Mungu atakapotenda, hapo ndipo Mungu anasema mtu wa kwenu akipungukiwa na kitu cha aina hiyo aombe dua kwa nani? Kwa Mungu. Sasa ukiomba dua kwa Mungu,
You trust the process. Maana Mungu ndiye atapeleka hatua baada ya hatua. Maana Mungu anajua wakati wako wa kupata kitu fulani na wakati wa kupata kitu fulani. Wewe unapata kitu wakati ambao sio wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Yakobo 1:5 inafundisha kwamba ukiwa na upungufu wa hekima umuombe Mungu ambaye anawapa wote kwa ukarimu, wala yeye hafanyi nini? Hakemei. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtoto ambaye alifanya mtihani na walipomaliza mtihani darasa yote, najua hiyo sasa watakuwa kama melala wanasikiza hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wakafanya mtihani na watoto wakaambia, ndani nyumbani tutatumia wazazi wenu majibu. Kama ambia wazazi wenu fulani wakuja chukua nini? Majibu wiki ijayo. Mzazi akaenda akachukua majibu ya mtoto wake akaenda nyumbani. Alipoenda akafungua yale majibu kuangalia, akaona mtoto wake amepata 0/0. Yaani hakuna kitu amepata. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa akaita yule mtoto akaulizwa, mbona umepata 0 kila kitu umepata nini? 0. Lakini jirani yako amepata vyote 100/100. Wewe umepata 0/100. Kwa nini umeanguka mwenzako amepita? Akasema, huyo mwalimu amenionea. Akauliza, amekuonea vipi? Na watoto wanakaanga dawati moja. Kwambie, alikuonea vipi huyo mwalimu? Mtoto akaongea akasema, mimi wakati tukianza kufanya mtihani, maana najua walimu amenionea, nilikopi kwa huyo mwenye amepata vyote. Nilikopi hapo pake. Akaulizwa, hapo mahali pa jina uliandika jina la nani? Nilikopi majina yake. Haya, mahali kwa namba yako admission uliandika admission ya nani? Si nilikopi kwake huyo anasema amepata zote. Haya, jibu la kwanza ulichukua kwake, nilikopi kwake. Sasa akajaza majina lakini handwriting yake ambao ni kama pata amekanya. Maana na copy mbio. Ni wale ambao wakichukua karatasi ya mtihani wanaanza kuchukua na usingizi. Hata kuna mwenye anapanga hivyo. Hapa. Ukishika tu karatasi ya mtihani usingizi tayari. Nani anapanga hivyo? Hakuna, nini yote ni 100/100, sio? Haya, sasa mtoto akauliza, sasa mbona ulikopi kwake? Kama ulikopi kwake ukaandika majina yake na hiyo handwriting yako haieleweki, ili matuini akapata zote lakini yako ilikoseka maana majina pia ni yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Process yako ya kungojea sio process ya jirani yako. Process yako ya kungojea kufaulu sio kama mwenzako. Yes. Mwenzako alichukua loan akafanya maendeleo kwako. Wewe unajipeleka Equity waenda kukopa loan. Yeye anafanya kazi atalipa, yeye anafanya madini atalipa, yeye anafanya biashara zake atalipa. Wewe utalipa na nini? Na wewe unataka uonekane na wewe uko na pesa kama wenzako. Kama una hekima muombe Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama una hekima kumwambia muombe nani? Muombe nani? Mungu. Point namba 3. Kukubali hali zote. Point namba 3 ni nini? Point namba 3 ni nini? Kukubali. Kukubali hali zote.
Bwana asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 fungu la 13. Hata watoto sio mmekariri hapa. Mmekariri mkasema nini? Si mseme kwa sauti ama mnaogopa mwalimu wenu? Inasema hivi. Wafilipi mlango wa 4 fungu la 13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nini? Nguvu. Inathibitisha kuwa unaweza kufanya mambo yote katika yeye anayekuimarisha na kukupa nguvu. Bwana asifiwe. Amina. Unajua katika maisha kuna vitu naweza kuvijaribu, kuna vitu naweza kuvitenda, lakini mwenye kukupatia majibu ni tofauti na mwenye kukupatia jirani yako majibu, kwa sababu yeye jirani yako anaweza kuwa anaabudu Mungu, lakini wewe hauabudu Mungu. So process yako kwanza ni tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Na shetani atakuonyesha nguvu zake, na nguvu za shetani kama moshi wa hizi zinaitwaje, zinameambia mna feka. Yes. Nyasi. Si unajua mambo ya nyasi unakuanga hivyo, sio? Shetani pia baraka zake sio hivyo. Na sasa kama wewe haujamtegemea Mungu, haujamwamini Mungu, huna hekima ya kungoja mapenzi ya Mungu yatendeke. Una hekima ya kusema nataka sasa hivi, nataka sasa hivi, na kama si sasa ni sasa hivi ndio unataka. Kuna ile process ya kungojea ufaulu, ile hekima inayotoka kwa Mungu ambao wanadamu wanapaswa kuwa nayo. Na sasa kama wewe hujaokoka, nani atakuwa anakutia Mungu kama hujaokoka? Mbona mnanyamaza kana kwamba mwelewi hii maneno? Wale waliokoka wanatiwa Mungu na nani? Na Mungu. Si ndivyo? Yes. Na wale hawajaokoka wanatiwa Mungu na nani? Shetani. Good. So, kama umeokoka, utayaweza mambo yote katika Kristo ambaye anakutia nini? Nguvu. Yes. Lakini kama hujaokoka na hujamwamini Bwana, utayaweza mambo yote kupitia kwa shetani anayekutia nguvu. Utafanya vitu ambavyo sivyo, utakosa discipline. Hata unatoka hapa kwa ibada vizuri, ukifika kwa nyumbani unaanza kukazana na wenzako, unaanza kukorogana na wenzako, mnaanza kukosana, kila mtu anakosana na mwenzake. Tayari hata kwa simu, hata makorofishana kwa simu, hawaongeleshani, wanamaliza wiki moja, na wako nyumba moja, wanamaliza wiki na wako kwa nyumba moja. Bwana asifiwe. Mbona unaniangalia kama kwamba leo hii maneno? Bwana asifiwe. Amen. Nauliza nini? Hamjaenda sana na mtu hapo nyumbani, mmekaa pamoja hapo, mkamaliza mwezi bila kuongeleshana? Mbona mmeokoka sana nyinyi? Kwani nyinyi ni malaika? Au mmeshinda malaika? Mnamaliza miezi muongeleshana, mnamaliza wiki muongeleshana. Bwana asifiwe. Amen. Wasikia kwani wewe hujawahi hii maneno? Ile muda mrefu ulimaliza ni wiki ngapi? Ama ni siku ngapi? Ama ni miezi ngapi? Mimi siku moja nilimaliza mwezi bwana. Sio kanisa kidogo. Mimi niko nganga, nimesema niko nganga kidogo. Yaani ibada imeisha, lakini ukienda nyumbani uongeleshane na mtu. Nani anakutia nguvu ya kuongeleshana na mtu? Shetani. Tumalizie. Shetani. Nani anakutia nguvu za kuongelesha mwenzako? Devil. Shetani. Sasa unaweka mambo yote kwa yeye ambaye anakutia nguvu, ambaye ni shetani. Na kama umeokoka, una amani na Mungu, pia una amani na watu. Kwa sababu kama una amani na watu, una amani na Mungu, utayaweza mambo yote kupitia kwa Mungu huyo ambaye anakutia nini? Nguvu za kuelewana na watu, na kuwa na amani na watu, na kuwa na amani na yeye. Amen. Sasa wewe wataka upate Mungu apate kukujalia kile unataka.
anakutia nguvu ni shetani. Unataka Mungu akutie nguvu. Sasa binadamu unaweza kutumikia mabwana wawili? You cannot. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapaswa kukubali hali zote. Point number 3, kubali hali zote. Inathibitisha kuwa unaweza kufanya mambo yote katika yeye anaye kuimarisha na kukupatia nguvu. Kwa hiyo kama shetani anakutia nguvu, mambo yako yataharibika. Utakosana na watu, hutakuwa na amani hata na wewe mwenyewe. Kila ushaka na mtu ukasikia kila saa nikaa mkasirika tu, yana anapiga pamba. Mshasikia hiyo? Lakini hapa mwelewe hizo vitu. Nauliza, mwelewe hizo vitu? Elewa. Hamjaika na mtu kila saa tu hapa. Ya amekasirika, amenuna. Haya, wacha kukaa na mtu wewe mwenyewe. Ushaika umepiga hiyo panda wewe. Unaangalia tunaomba mmeokoka kuliko Roho Mtakatifu. Nauliza, hamjaipiga panda nyinyi? Hamjaikasirikia mtu mpaka ukikaa unasikia pige panda tu. Ni kama unasema haki ya Mungu, huyu mtu ni kadiri na yeye mimi, lakini huwezi dili na yeye. Hamjaifanya hivyo nyinyi? Why? Unajua jipigeni makofi maana sasa mmeokoka. Na ule mwenye apigi makofi unajua bado hajaokoka. Bwana asifiwe. Amen. Jana nilikuwa naangalia Facebook na nilipitia jana usiku. Nikaona dada mwingine ambaye tunamjua ameandika kwamba nyinyi wanandoa wacheni kuongea peke yenu barabarani maana mnatutishia. Alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha wale ambao wameoana ni kama wanawazimu, maana wanaongea peke yao. Sasa wanawatishia wale ambao hawajaoana. Na wao wanaona sasa kama mtu ambaye ako kwa ndoa na anaongea peke yake, na wewe ukiingia kwa ndoa huko, si utaongea peke yako? Sasa akaandika akasema, na wale mko kwa ndoa muache kuongea peke yenu barabarani maana mnatutishia. Sasa wale mko kwa ndoa mko hapa. Bwana asifiwe. Amen. Simama mbele kuniangalia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Haya, mwache kuongea peke yenu kama mnaongea peke yenu. Maana udada kilalamika Facebook amesema mnafanya nini? Unamtishia. Kumaanisha hata ongewa yeye. Naogopa kuongea peke yake barabarani. Bwana asifiwe. Nilimwambia mke wangu, nikamkumbusha ule dada, na mke wangu akacheka sana, akasema, "Mbona ameandika hiyo kitu kama haya nusu haya mimi nimeona nikakusamea vile imebana nini?" Na pia msichana wangu silikuwa hapo nikasoma hata mtoto wangu anasikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana na hapo. Kwa hiyo tunasema kwamba tunatiwa nguvu na yeye ambaye tunamtegemea. Yes. Tunachana nguvu na yule ambaye tunamtegemea. So, point number 4 ambao ni mwisho. Kutenda mema na kusubiri. Point number 4. Kutenda mema na kusubiri. Wewe kama haujategemea Mungu, na wewe hauna hekima, na wewe haukubali hali zote, je, utatenda mema na kusubiri? Hawezi. Kwa hiyo point number 4 ni kutenda mema na kufanya nini? Na kusubiri. Bwana asifiwe. Zaburi 37 inasemaje? Zaburi Zaburi 37. Zaburi 37 fungu la 3 nasema hivi. Zaburi 37 fungu la 3. Umtumaini Bwana ukatende mema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pungu namba 4 tumesemaje? Kutenda mema na kusubiri. Amen. Inasema hivi verse 3. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi
upendezwe na uaminifu. Yaani wewe kuwa tu mwaminifu na upendezwe na Mungu na Mungu apendezwe na wewe. Umtumaini yeye tu na upenda mema. Ukae katika nchi upendezwe na uaminifu. Maandiko yanasema katika verse 4, nawe utafanya nini? Kujifurahisha. Verse 4 inasemaje? Nawe utafanya nini? Kujifurahisha. Mbona muongee kwa sauti? Nataka mnisomewe na mtu huko, nisikie mtu akiongea. Verse 4 inasemaje? Verse 3 inasema hivi, umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Verse 4, nawe utajifurahisha kwa Bwana. Amen. Naye atafanya nini? Atakupa haja za moyo wako. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe upende mema na usubiri, ufurahishwe na mapenzi ya Mungu, uwe na subira ukingoja Mungu atende, huku ukiomba dua, huku ukimwamini, huku ukisubiri. Anasema ya kwamba umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Verse 5, umkabidhi Bwana njia yako. Usikose kumkabidhi Bwana. Anasema come unto me, those who are heavy burdened, and I'll give you rest. Anasema njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Na mizigo ya dhambi, mizigo mizito, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Verse 5 anasema hivi, umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, naye atafanya. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngoje kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwaye kama katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Ukomeshe hasira. Mama, kama ufanikiwe na kitu unakuwa na nini na hasira? Maana sasa ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wamngojao Bwana ndio watakao irithi nchi. Amen. Bwana asifiwe sana. Wamngojao Bwana watairithi. Kuwa na subira ukitenda mema. Tenda mema na usubiri. Just wait upon the Lord. Sio na haraka. Mbona hatujajenga hapa, hiyo choto tulikuwa tunataka jenga hapa. Pana haraka, pole. Mambo ni kala. Bwana asifiwe. President wetu Ruto alisema mambo ni nini? Kala. Pole. Pana ndio, pana timu tunajenga. Hata hii kanisa pale hajakamilika, pale hajaisha, tunajenga. Tunatengeneza vizuri hapa kwenye tiles, yaani kwa hapa ni raha duniani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini tumkabidhi Bwana mahitaji yetu. Bila kumkabidhi Bwana mahitaji yetu hatutafaulu. Narudia tena verse 3. Kila mmoja asikize hii. Narudia verse 3 kwenda mpaka hapa penye nimefika. Inasema umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini yeye atafanya. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Ukae kimya mbele zake, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya ama maovu. Maana watenda mabaya wataharibiwa,
bali wamngojao Bwana ndio watakaorithi nchi. Amen. Maana bado kitambo kidogo, asiye haki hatakuwa. Bado tu kitambo kidogo, asiye haki hatakuwa. Kwa hiyo kama wewe uko hapa na wewe si mwenye haki, bado tu kidogo, bado kidogo, bado kidogo, bado kidogo, mwenye haki asiye na haki hata kuwepo. Bado kitambo kidogo, asiye na haki hata kuwepo. Bwana asifiwe. Amen. Nani mwenye anataka kuwepo? Mnaniangalia kama mwelewi. Hamtaki kuwepo? Mwataka kuwepo? Basi ujue bado kitambo kidogo, bado kidogo, asiye haki hata kuwepo. Kwa kama utaki kuwa utakosekana, afadhali uwe mwenye haki. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Umwambie Bwana, mimi nataka kuwa mwenye haki ili nisiondolewe mbali. Maana bado kidogo tu, asiye haki hata kuwepo. Je, wewe ni katika wale ambao hawatakuwepo? Watakufa? Sijui. Lakini maandiko yanasemaje? Maana bado kitambo kidogo, asiye haki hata kuwepo. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema utapaangalia mahali pake wala hata kuwepo. Kumaanisha atakuwa amekufa ama atakuwa ametoweka? Bado kitambo kidogo. Kama wewe unataka kutoweka, usiwe hapa, afadhali uwe mwenye haki. Mwenye haki wa Mungu ni mtu ambaye ametubu dhambi zake, akasamehewa, akamwamini Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Amen. Kama vile ilivyo katika Zaburi 5. Nikikonclude Zaburi 5 inasemaje? Zaburi Warumi 5 inasema hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani. Kwa hiyo ukiamini Mungu kwamba umesamehewa, uamini Mungu kwamba umesamehewa. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani na kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nani hapa shana baridi kuogelea? Ama kwa nini swimming pool? Mshaingia kuogelea? Ushaenda kwa maji ukafika mahali ukasikia sasa hapo umesimama juu ya maji, maana chini haufikii, lakini unaona juu, lakini kama unazama, lakini miguu imeelea kwa maji. Nani ashawahi? Mimi nishawahi, by the way. Bwana asifiwe sana. Wale kila mmoja mzee, maisha jana baridi wewe, nitakupeleka baridi mwaka huu. Bwana asifiwe. Lakini si leo, lakini nitakupeleka baridi. Wewe twende kuogelea huko. Na tutaenda huko, maana huko watu wanatembea uchi sana. Juzi nilikuwa huko, Jumatatu ile ilipita. Watu walikuwa wanatembea uchi kule baharini. Sasa tutaenda kule, watu watembea uchi. Kwa hiyo tuogelee huko, uende mpaka usikie yani umesimama juu ya maji. Bwana asifiwe. Yani hauzani lakini chini ya ukanyaji. Na ujui chini parefu kwa gani. Na juu unaelea tu, lakini unasikia ni kana kwamba utazama, lakini uko juu ya maji. Bwana asifiwe. So angalia hii verse 2, chapter 5, Romans chapter 5 verse 2, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani na kuifikia nafanya nini? Kuifikia neema hii ambayo tunafanya nini? Simama. Unaona sasa, nani hapa anataka kusimama ndani ya neema? Mimi hapa nataka kusimama ndani ya neema. Nisimame kwa neema hivi, nisikie neema imenifunika, imenizingira. Amen. Amen. Kwanza nyinyi mnaenda hapo mnasema, "Sisi nini umenizingira, sisi zingira." Ningoje nimo. Wema wa Bwana. Wewe unasema kuhusu wema wa Bwana na kuzingira. Si ukae ndani yako.
hata usimame juu yake. Usikie kweli hapo mimi niko juu. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja nilikuwa kwa ndege. Ndio ndege ilikuwa imepaa. Ilikuwa saa 8 mchana. Ilikuwa ni mbali sana kule karibu na Atlanta. Nafikiri kama si Atlanta Ocean, ni Pacific Sea. Ni Pacific Sea. Nilikuwa ndege imepaa. Sasa wakati nilipopaa nikaanza sasa wacha nani nijisaidie. Sasa ndege bado iko hapa. Unajua kisha bado inakwanga hivi. Unajua ndege inakwanga hivi. Sasa shika kama mawingu bado ya stable, maana nenda 44,000 sio nini feet above the sea level. Tunaenda juu sasa, tunaelekea huko juu, kuna mawingu mengi tutokana nayo kule juu. Sasa wakati napaa, nimesikia hapa na waje nikajisaidia. Nikatoka, nikaamba utaanguka. Lakini nilikuwa kama nitaanguka na ndege. Nitaanguka na nini? Bwana muongee, nitaanguka na ndege. Niko kaniambia nataka kuanguka, nitaanguka hapa ndani ya ndege. Lakini nimekaa moja nikajisaidia huko. So nilikuwa nimesimama juu ya ndege, ndani ya ndege, hata si juu ya ndege, ndani ya ndege. Kwa hivyo tamani kusimama ndani ya neema. Amina. Tamani kusimama ndani ya neema. Amen. Basi inasemaje? Ama ndio nasema swali. Basi tukiisha kuhesabiwa haki, ukishahesabiwa haki, hakikisha umehesabiwa haki mpendwa. Amen. Inasema basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ambayo kwa yeye mmepata kwa njia ya imani na kuifikia neema hii. Wewe tambua hapo kwa kufikia sasa. Tambua hapo kwa kufikia. Bwana asifiwe. Amina. Tumefika wapi? Na kuifikia ambayo kwa yeye tumepata kwa njia ya imani na kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Alafu baada ya kusimama katika neema, unasemaje hapo? Kufurahi katika tumaini. Kufurahi katika tumaini. Unaona sasa? Sasa ukishasimama juu ya neema, wacha hivi nazingirwa na upendo wa Bwana, sio mnazingira mazingira. Zingira tu, lakini ukisimama juu ya neema, utafurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Amen. Hapo ndipo palipo na siri ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukaje kwa Bwana. Mmoja Bwana, ukoona simama ndani ya neema. Kama ukiangalia unaona neema imekufunika kila mahali. Bwana asifiwe. Siku moja nilienda na familia yangu baharini kule. Unaitwaje kule kwa wale askari kule unaitwaje? Simudaje kule baharini kule kuna wale askari. Marimba. Sasa tulipoenda pamoja nikaacha familia yangu, nikasema acha nikaogelee peke yangu. Nikaingia baharini. Nikaenda na bahari nikaenda mpaka nikakuta mahali penye kile naogelea naenda tu. Nikaenda sasa familia yangu sijui walijuaje ni mimi. Nikaogelea mpaka nikakuta mahali penye hakuna mchanga, hakuna maji, ni mchanga. Kuko na highland. Sasa nikasimama kwa hiyo highland, nikasimama hapo. Sasa mambo mshangaa kule ndio. Anafikaje kule? Kusimama familia yangu walipoangalia ndio wakaona nguo za baba yetu bila kufika kule. Sasa nimefika lakini bado nataka kwenda mbele. Bwana asifiwe. Amen. Bwana unaogopa. Nilienda mbele nina. Bwana asifiwe. Amen. Hebu shika kii nzuri. Waje kwanza. Mbele nina. Endelea. Ninazidi kutembea maombingu yasikie Bwana unipandishe. Nikasikia
sifika. Lakini maji yanaendelea kufanya nini? Kukuja. Nikasema wacha rudi. Sasa labda nasema ni kwa roho yangu, wacha siongei peke yangu, naongea kwa roho. Si kama wale mimi, si kama wale wanandoa wanaenda kuongea peke yao barabarani. Nilikuwa naongea kwa roho yangu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Nikasema kwa roho yangu, wacha nirudi. Sasa familia ananiambia kuja. Rudi wewe. Naona mke wangu ananiambia mkono kule ajua kule. Si rudi wewe, unafanya nini huko? Ni kama anafikiria huyu jamaa alikuwa na simu, nilimpigia simu. Lakini nimezingirwa na maji naona yanakuja juu ya baraka. Sema hapa sasa kumetoka. Sasa nikapiga mahesabu, acha nirudi. Baada wakakuja majamaa wengine. Wakaniambia tumekufuata bwana, turudi. Basi tukaanza kurudi. Tukaanza kurudi bila kikija, nilikuwa naongelea nikasikia nimechoka. Na bila nimechoka na mimi ni mzito, si mzito. Ni mzito. Nasikia wacha mimi ongelea lakini nimechoka. Siwezi kuenda, lakini nasikia ndani yangu wimbo unaimba. Mbele endelea. Ninazidi kutembea. Maombi yasikie. Bwana unibadilishe. Bwana asifiwe. Amen. Nikaogelea, nasonga. Kidogo. Niangalia hivi kwa maji, vile nimepiga ile naitwa chomo, naitwa chomo. Mnajua hiyo? Ile kuogelea ndani ya maji. Yaani huko juu na huko chini lakini hapa ndani ya maji. Maana nasimama kwa hiyo maji, na natembea kwa hiyo maji. Nikaona samaki mkubwa hivi amekuja akanikuta chwa mbele yangu. Nikasema si angenimeza tu akaniangusha kule mbele. Lakini sasa angenimeza tuweza kufa. Lakini wacha nisonge. Nikajitia kwa nikasonga ndani ya maji, nikaja kutokezea. Nikaja kusikia mahali nimeguza mawe. Kuinuka hivi nikaona nimefika karibu na mwisho, lakini hapa kwenye nimeguza ukuta hivi chini kushuka ni deep. Sasa kwenda chini kabisa. Nikasema sasa wacha niende na haya mawe juu. Nikaogelea na nimefunga pumzi zangu, lakini akili inafanya kazi. Siongei peke yangu lakini akili inafanya kazi. Nikapanda na yale mawe mpaka juu. Kutoka pale juu nikajipush, nikatokezea mbele, nikasimama kule mbele. Nikasema forward ever, backward never, na nikatoka. Bwana asifiwe. Amen. Na nilipotoka askari wakasema kila mtu atoke baharini. Mnakumbuka hiyo siku? Watu wote walifukuzwa kwa ajili yangu baharini. Na mimi nilikuwa nataka kuona kule siku kwa bibi. Sasa nilikuwa naongea kuhusu kusimama juu ya neema. Amen. Bwana asifiwe. Nilikuwa naongea kuhusu kusimama juu ya nini? Neema. Na nyinyi watu msiende kuongelea kama mimi. Kwa sababu hamna ujuzi kama mimi. Mimi niko na ujuzi mwingi. Ndio maana nywele yangu imeisha. Sababu akili ni nyingi. Bwana asifiwe. Amen. Unajua akili nyingi kuondoa mahali, lakini yangu haiondoki, iko pale kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Amina. So, nataka tuelewe hivi. Kumtegemea Mungu ni kuwa na hekima ya kuwa na subira, ukiamini tu kwamba Mungu atatenda. Amen. Hata kama itachukua muda, bado Mungu atatenda. Amen. Amen. Simama kwa miguu yako. Amen. Mungu amani abariki sana. Amen.